Habari, karibu tena kwenye chaneli yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu. Lakini vile vile ukishabonyeza kitufe chekundu, usisahau kubonyeza kikengele ili kupata taarifa kila tunapoposti video mpya. Na leo tunaenda kupika chapati, kwa jina lingine linaitwa parathas. Ni chapati laini zenye kurasa, chapati tamu, na tunaenda kupika kwa njia rahisi kabisa na kwa kutumia jiko la mkaa. Utahitaji unga wa ngano kilo 1, na hapa utahitaji kilo 1 ni sawa na vikombe 8. Hivi ni vile vikombe vya chai vyenye ujazo wa robo lita. Kisha utaongeza chumvi vijiko 2 na kuchanganya. Alafu utaongeza maji ya vuguvugu vikombe 3 sawa na milzi 750. Nikisema vikombe 3 namaanisha ni vikombe vyenye ujazo wa robo lita. Utachanganya mchanganyiko wako mpaka upate kidonge. Kwa hiyo kama ni kikombe cha ujazo wa robo lita ni sawa na milzi 250. Kwa hiyo utaongeza maji mengine kidogo kama ukiona unga wako bado, yani donge lako bado halijawa laini, bado limebaki na unga, na linaweza likaa linabaki na unga kwa sababu unga unatofautiana kwa jinsi unavyonyonya maji. Utachanganya mpaka uone umekuwa laini kabisa na unavutika. Kisha utaongeza vijiko 2 vya mafuta ya kupikia. Hivi ni vijiko vya chakula. Utakoroga katika unga wako ili kuhakikisha unabaki na maji, yani unabaki na unyevu. Utafunika na kuacha kwa dakika 10. Kisha utatoa kitambaa chako ambacho ulifunikia. Ukiangalia donge lako linakuwa limekuwa laini kabisa. Kwa hiyo kama ulikwisha kusubscribe ndugu mtazamaji, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili kupata taarifa, usije ukapitwa na video yoyote tutakayoposti. Na utakata donge lako katika vipisi 12. Nimesema vipisi 12 kwa sababu tunatengeneza simple layered chapati. Yani tunatengeneza zile layers simple. Ukitaka multi layers nitakupa recipe yake kwa video zitakazofuata. Kisha utasokota katika vidonge vyako kutokana na mikato ulioikata. Na kama ukitaka chapati ziwe nene zaidi, inamaanisha utakata vidonge pungufu. Unaweza kutusaidia kushare video hii na ndugu jamaa na marafiki ili na wenyewe waweze kupata pishi hili. Na zaidi ya wao kupata pishi hili, nasi inatusaidia sana kwa chaneli yetu kukua, na ukuaji wa chaneli yetu ni muhimu sana, unatutia moyo. Tafadhali usiache kushare na ndugu jamaa na marafiki. Kiangalia vidonge vyako viko tayari, utavipaka mafuta kwa juu ili viendelee kubaki na ule unyevunyevu, yani visikauke na chapati zako ziweze kutoka laini. Utapaka mafuta kidogo tu, hapa sio unapaka mafuta mengi, ni kubrush tu. Kisha utafunika, na nasisitiza jamani, kufunika ni muhimu sana ili vidonge vyako vibaki vikiwa laini na chapati zako ziendelee kuwa laini hata utakapokuja kuzipika. Ukiziacha zikapata sana upepo zinakuja kuwa kavu. Lakini vile vile hakikisha unaziweka katika eneo lenye joto, sio sehemu ya baridi ili ziendelee kuwa, yani ziendelee kulainika zaidi. Kwa hiyo utaweka mafuta kidogo kwenye sehemu ambayo utasukumia, lakini vile vile kwenye donge lako. Hii unaweka mafuta itakurahisishia wakati ukiwa unakuja kusukuma iweze kusukumika kwa urahisi, kwa sababu hapa tutumii unga unaposukuma. Na utajitahidi layer yako unavosukuma layer yako iwe nyembamba sana. Yani iwe nyembamba kwa namna utakavyoweza. Kama unaweza kutumia msukumio tu kusukuma ikawa nyembamba bila kufanya hivyo ni sawa. Na hata ukiwa unafanya hivi ukiona kama imetoboka haina ubaya, kwa sababu lengo ni kupata wembamba. Jinsi inavyozidi kuwa nyembamba ndivyo jinsi utakavyotoa layers nzuri sana, chapati nzuri sana zenye kulainika, zenye kurasa nyingi, zenye kuchambuka. Kisha utatumia butter au Blue Band ulioyeyusha na utaipaka juu ya donge lako, lakini hakikisha upaki nyingi sana. Alafu utanyunyiza na unga wa ngano. Unga wa ngano hapo utanyunyiza na yenyewe kidogo, usiwe mwingi sana. Ukishamaliza
utaanza kuvuta donge lako kwa kukuelekea wewe. Yani kama unavuta ili ije, kama unaivuta ije kwako. Na ukiwa unavuta hakikisha mkono wa chini utakuwa unapita ili kutengeneza hizo layers. Na baada ya kuvuta kuelekea kwako, usije ukaligonga gonga wala usije ukalibonyeza bonyeza. Linyooshe tu ili kupata ule urefu, ukija kusokota iwe rahisi. Utatumia vidole vyako viwili vya hapo mwanzo baada ya kidole gumba kufanya msokoto. Kwa hiyo utasokota msokoto wako kutumia vidole viwili tu. Hakikisha ni viwili, usije ukazidisha. Utasokota donge lako mpaka uone lote limesokoteka, kisha utatoa katika vidole vyako. Ukiliangalia linakuwa lina muundo huo na mikunjo yake inakuwa inaonekana vizuri. Ni njia rahisi sana jamani, ni njia rahisi sana sana sana. Na utarudia hatua hizi ambazo umezifanya kwa donge la kwanza, utafanya kwa donge lote, kwa madonge yote yaliyobakia. Tafadhali usisahau kusubscribe, ni muhimu sana jamani, ni muhimu sana 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 sana. Lakini vile vile msisahau kulike, kushare na kucomment kwenye video hii na video zetu nyingine. Inatusaidia sana kwa channel kukua. Nasisitiza jamani, hakikisha unavosukuma hakikisha inakuwa nyembamba kabisa. Yani nyembamba, yani jitahidi kwa namna yote ile utakavyoweza upate ule wembamba. Iwe nyembamba sana. Yani jinsi inavyozidi kuwa nyembamba ndivyo jinsi inavyozidi kuja kuchambuka na kutengeneza layers nzuri. Vile vile usisahau kupaka mafuta. Haya ni butter, ni Blue Band ambao umeyeyusha. Unatumia butter yote ulionayo. Utayeyusha na kupaka, lakini vile vile hata unavopaka na yenyewe usipake nyingi sana, iwe kwa kiasi. Kisha utanyunyiza unga kama ulivyofanya hapo awali, lakini hata ukinyunyiza unga na kwenyewe usinyunyize mwingi sana. Nilisema utajitahidi ivute taratibu, angalia kwa mikono jinsi ninavyoivuta ili kukupa layers. Utaona inakuwa kama inatengeneza mikunjo katikati, na hiyo ndio inayohitajika. Hiyo mikunjo ndio inayohitajika, kwa sababu hiyo ndio inayokuja kutupa layers. Tafadhali usigonge kwenye kibao. Ukishakunja hivyo, nyoosha tu kwa kawaida bila kuzibonyeza ili layers zake ziendelee kuwepo. Utatumia vidole vyako tena viwili kama nilivyosema hapo awali ili kupata misokoto. Ubora au uzuri wa chapati hizi uko hapa kwenye kuvuta. Ili upate hizi layers iko hapa kwenye uvutaji huu, kutengeneza ule wembamba, lakini kwenye vuta kwa staili ambayo ni nyepesi, kwa kuvuta kuja kama inakuja kwako. Lakini hakikisha unavuta kwa urahisi tu, simple, ili iweze kutengeneza layers kwa urahisi. Vidole nasisitiza ni vidole viwili. Na unaweza kutusaidia channel yetu kukua kwa kusubscribe. Kusubscribe ni jambo la muhimu sana jamani. Inatusaidia sana channel yetu kukua, lakini vile vile inatutia moyo. Lakini vile vile ukatusaidia kwa kushare na ndugu, jamaa na marafiki, kwa kulike video hii na video zetu nyingine, lakini vile vile kwa kuacha komenti yako sehemu ya comment. Baada ya kufanya misokoto yako, kama umeona hapo misokoto nimeshaifanya yote, kisha unaanza kuzungusha kuingia ndani ili kuweza kuzifanya ziwe katika raundi za duara ndogo zilizoko kwa chini, yani zisiwe zimetengeneza kama kichungu. Hakikisha ninapofanya hivi ufanye hivi, ni muhimu sana ili iweze kukusaidia utakapokuja kwenye kusukuma. Unakunja kama unaidumbukiza kwa raundi ya kwanza, kisha unakata sehemu ya katikati unadumbukiza tena kwa raundi ya pili, alafu unamalizia sehemu ya juu, kisha unaziflatten kwa kutumia mkono wako. Nasisitiza katika kila hatua hakikisha unafunika unga wako, unafunika vidonge vyako. Unavifunika ili kuruhusu, yani usiruhusu vikapata ubaridi, lakini vile vile vikakauka. Vinatakiwa viwe katika hali ya unyevunyevu. Ndivyo zitakavyokupa chapati nzuri, lakini zitakavyokupa chapati laini na zitakavyokusaidia katika prosesi zako zote za kusukuma, za kukaanga
zinakuwa katika hali ya wepesi. Utanyunyiza tena mafuta kidogo katika kibao chako, kisha utatumia mkono wako, na sehemu unayotumia ya mkono ni sehemu ya vidole. Utatumia mkono wako sehemu ya vidole kutengeneza duara lako. Ukitumia msukumio utaondoa zile layers ambazo tayari ulikwisha zitengeneza. Kwa hiyo utatumia tu mkono wako kawaida sehemu ya vidole kutengeneza layers hizo. Na utafanya hivyo kwa vidonge vyote vilivyobaki. Cha msingi hapa usibonyeze sana, yaani usitumie nguvu nyingi sana kupress kuelekea chini, lakini vile vile ukiona inakupa shida, tumia mafuta katika vidole vyako. Weka mafuta kwenye vidole ili kurahisishie zaidi. Na vile vile unaweza kutumia mikono miwili, inakusaidia kurahisisha usukumaji wako, kutengeneza hiyo round kwa urahisi. Na njia rahisi kabisa ya kupika chapati hizi, kwa vile inachukua process kwenye kusukuma hiyo round, kufanya hiyo round kwa njia ya mkono, inategemea tu na wepesi wako na uzoefu wako. Ila unaweza kuzifanya zote kwanza ukamaliza, alafu ndio ukaja ukaanza kuzikaanga. Na tunatumia jiko la mkaa leo. Jiko utaweka mkaa wa size ya kati, usiweke mkaa mwingi kwa sababu zitaungua, lakini usiweke mkaa mdogo vile vile, hazitaiva kwa haraka wala kurasa zako hazitaonekana, hazitatoka. Kwa hiyo jitahidi weka mkaa wa size ya kati, alafu jiko lako usilifunge. Kwa bahati mbaya ukiona umeweka mkaa mwingi, basi hakikisha mlango wa jiko lako utaufunga. Ila kama ni kwa kawaida usifunge. Utaweka chapati yako na utaiacha ndani ya dakika 1 au 2 au mpaka uhakikishe juu ya chapati imekuwa rangi ya brown, imeondoa ile rangi ya weupe. Utaweka mafuta katika upande wako wa mwanzo na lakini upande wako wa pili, kisha utaendelea kusogeza ili zisiungue na ili ziweze kupata moto sehemu zote. Ukiangalia rangi yake ni nzuri, ile mikunjo inaonekana hata hapa kwa juu ya chapati. Na upike katika moto huu kwa taratibu, uhakikishe inaiva bila kuungua. Ukiangalia mapishi ya chapati ni rahisi sana. Ni rahisi sana sana sana. Cha msingi hakikisha unafuatilia hatua kwa hatua video mwanzo mpaka mwisho ili usipitwe na hatua yoyote. Na hizi tips ambazo ninaziweka katika video hii ni za kuzingatia. Utachukua vijiko vyako viwili au kama hauna vya kustailia unaweza kutumia hata mwiko, ukashika sehemu mbili za chapati pande mbili ukazivuta kwa katikati ili kuzifungulia zile kurasa. Utageuza na upande wa pili ambao nao utafanya kwa staili hiyo hiyo. Lengo ni kuachia zile kurasa ambazo tayari ziko zimesha jitengeneza. Kwa hiyo utafanya, na kwa hiyo ukiangalia zinaanza kuachia zenyewe kwa sababu zilishapata na mafuta na moto. Zimetengeneza simple, kurasa zako ziko simple. Hizi ni kurasa zile chache kwa sababu tulifanya kwa vidonge vyembamba. Tafadhali usiache kusubscribe, ni muhimu sana 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 sana. Ukiangalia chapati zako zimetoka vizuri. Chapati hizi ni laini sana. Laini sana. Ukiona unavyoikata imechambuka vizuri, haijagandana, haijanyonya. Yaani ladha yake ni tamu sana. Mahitaji yake ni rahisi sana jamani. Tafadhali usisahau kusubscribe, lakini vile vile usisahau kutembelea channel page yetu ili kujipatia video nyingine mbalimbali au